Huduma hizi kwa napatikana umbali mrefu, lakini kwa kufika JKCI mahali hapa, wananchi wanapata fursa kwa karibu zaidi kuhudumiwa na madaktari bingwa walioko mahali hapa. Kwa sisi tuendelea kuwakaribisha na muendelee kuwepo katika maonesho haya, kwa wananchi wanajipatia huduma ambazo walipaswa wazifuate umbali mrefu. Of course magonjwa ya moyo yako karibia kila sehemu katika dunia, sio Tanzania tu na sehemu zingine. Kama alivyotoka kueleza daktari ya kwamba magonjwa haya mara nyingi watu wanapata bila hata wakati mwingine wa kujua, aidha kwa sababu ya tabia zetu tunazoishi nazo, tabia za chakula tunachokula, lakini wakati mwingine labda kutozingatia lishe pamoja na kufanya mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana sasa, ni muhimu kutumia fursa kama hii ambayo imeonekana kwenye viwanja hivi, wananchi wakaja kupata huduma hii ya kimatibabu katika eneo hili. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Niendelee kusema tunawashukuru sana JKCI. Mpeleke salamu zetu kwa Dr. Kisenge kwa kazi kubwa aliyofanya, na siku zingine tena ukipata muda tunawakaribisha sana Njombe. Kwanza watu wote wa Njombe watumie fursa hii ya maonesho ambayo yameletwa hapa na watu wenzetu wa OSHA. Waje kwenye mabanda haya ya JKCI, tunaamini ya kwamba watahudumiwa ipasavyo kuliko kusubiri maonesho yakaisha au kusubiri siku ya mwisho wakaja kwa wingi zaidi, badala ya kutumia siku hizi zilizopo kwa sasa. Tuko katika maonesho haya ikiwa ni mwitikio wa kufika katika maadhimisho ya siku ya afya na usalama mahala pa kazi ambayo inafanyikia kitaifa hapa katika mji wa Njombe. Katika banda letu tuna huduma mbalimbali. Tuna huduma kwanza kwa ajili ya kumwona daktari bingwa mbobezi katika masuala ya moyo. Tuna vipimo vikubwa kabisa kwa ajili ya kuangalia afya ya moyo. Tuna kipimo cha ECG, tuna kipimo cha echo, lakini vile tuna daktari kwa ajili ya kuangalia afya ya kinywa na meno. Sasa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete tuko na kampeni yetu ambayo tunasema zijue namba zako. Kampeni hii ina maana gani? Ina maana kwamba katika haya maradhi yanayohusisha magonjwa ya moyo, wakati yanapoanza unaweza ukawa hauelewi kama una tatizo la moyo. Kwa ni lazima ufike kwa mtaalamu wa afya aweze kukucheki na kupime presha yako, ujue kwamba presha yako imepanda ama presha yako imeshuka. Bila kupimwa na daktari, pengine unaweza ukawa unatembea na ugonjwa na haujui kama una tatizo hilo. Lakini vile tunapopata wagonjwa katika maonesho haya, tunawapa rifaa moja kwa moja. Wanafika katika matawi yetu ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, hasa tawi la hospitali ya Dagu kwa ajili ya kufanya vipimo zaidi. Kutokana na mabadiliko katika mfumo wa maisha, tumekuta kwamba takwimu za magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza zinakwenda juu. Sasa magonjwa yasiyokuambukiza pengine yanaendana na lifestyle, yani mtindo wa maisha. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wa Njombe waweze kuzingatia kufanya mazoezi, wazingatie kufuata ushauri wa wataalamu, wazingatie lishe ambayo ni bora, kutumia vyakula ambavyo havina mafuta kwa wingi, vyakula vya sukari wapunguze, na waweze kula katika kile kiwango ambacho wanapofika katika sehemu za kutolea huduma tunawaelimisha vizuri. Kwa hilo tunaamini kwamba wataweza kufanikiwa kupunguza idadi ya magonjwa haya ambayo tunaona yakiongezeka kwa wingi na kuleta gharama kubwa katika matibabu yake. Kwanza kabisa naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuipa fursa mkoa huu wa Njombe kutuletea tuseme tamasha, tuseme huduma kama hii karibu na wananchi. Mimi ujio wangu hapa nilikuja kuangalia afya yangu kwa ujumla. Kuja kucheki blood pressure, nimekuja kucheki sukari. Ni huduma nzuri, yani sijawahi kuzipata. Kwanza wahudumu wenyewe wanakuhudumia, yani wanakuuliza mpaka mwenyewe unakuwa encourage. Unaweza kusema hata siri zako zote. Sema jamani, hiki naumwa, hiki naumwa, hiki naumwa. Kwa sababu unakuwa umekuwa, yani hospitality ni nzuri. Sio unakwenda sehemu unakuwa muoga, nikisema hilo sio ataniambiaje. Hivi huduma nimezipenda sana. Na nilipopata huduma nikaenda na kuwaambia watu wengine majumbani, kwa jamani twendeni mkacheki afya zenu. Kila siku watu tunadondoka tu, mnaanza kupigiana uchawi, kumbe mioyo yetu ni midhaifu, lishe zetu ni duni. Kwa hiyo nimeshukuru sana
na ninashukuru sana kwa ujio wenu.